Bwana, serikali sasa imesema bao la mama la fedha ya motisha imepanda, dau limepanda na kufika milioni 30 sasa hivi. Simba wako kwenye eneo kubwa na wanapaswa pia kupata motisha iliyo juu zaidi. Ndicho ambacho nimekitafsiri kwa haraka haraka, na haya ameyazungumza katibu mwenye dhamana ya michezo pamoja na msemaji wa serikali. Yes. Kwa sasa hivi ni milioni 30. Milioni 30 ni kiwango kikubwa, lakini pia nadhani kinapambanua stage ambayo pia inazungumzwa, kwa maana ya finali pia ni stage kubwa kwa michuano ya mashindano ya soka barani Afrika, ukitoa mashindano makubwa zaidi ya klabu bingwa. Kinachofuata hapa nafikiri unaweza kinapata ni kombe la shirikisho kwa upande wa ngazi ya klabu. Kwa hiyo moja kwa moja unaona kwamba ni uzito kiasi gani serikali imechukulia kile ambacho klabu ya soka ya Simba imefanya, na wanastahili pongezi kiukweli, licha ya kwamba tunatamani kuona wakienda extra miles na kufanya zaidi ya kile ambacho tayari wamekwisha kukifanya. Na pengine mtu anaweza asielewe akaona tu kama imefanyika hivi, lakini ni tagato kiuhalisia ni kwamba inawezekana tukawa sisi tunatazama kwenye jicho la mchezo wa soka peke yake, lakini ukiachilia mbali jicho la mchezo huo pengine kuhusisha masuala ya soka peke yake, lakini pia unasema Simba wanaonyesha kuwa mabalozi wazuri wa taifa la Tanzania. Unajua, kwa sababu at the end of time itakapokuwa inazungumzwa mashindano haya, michuano hii itakapokuwa inazungumzwa finali, mahala ambako kwamba inawezekana ikagusa macho pia na masikio ya watu wengi ambao wataanza kufikiria kuja kutazama mchezo, kuja pengine kutazama vipaji ambavyo vinaweza kuwa vinapatikana na vitu vingine kama hivyo, hapo Tanzania lazima utaiweka ndani. Na kwa bahati mbaya, bahati nzuri, sio kwamba tu Tanzania itahusika hapo kwa kutajwa, bali pia tunaangalia kwamba baadhi ya wageni ambao wataamua kuja kutazama mechi za finali watakuja Tanzania. Tanzania tutapata, kwa maana watu ambao watakuwa wanataka zile accommodations na nini, kuna pato la taifa ambalo litaingia hapo moja ama nyingine. Watu wengi pia tunafahamu, hususan wanaotoka maeneo pengine nje ya bara la Afrika, mtu akija kuangalia mechi kama hizi ni kama mtoko, na huu mtoko pengine usiishie kwenye kuishia kuingia uwanjani peke yake. Na maana baada ya hapo pia tunaweza kujikuta kwamba kama taifa tuna generate kwa maana vipato kwenye namna tofauti tofauti. Inawezekana mtu akaja akavutiwa, akasikia kuhusiana na Serengeti, labda akasikia kuhusiana na Kilimanjaro, akaamua baada hapo afanye kutoka kwenda sehemu moja kwenda sehemu nyingine, tukaingiza pia fedha za kigeni, na pengine anaweza akatoka hapo pia akawa balozi mzuri kutokana na kile ambacho amekikuta Tanzania. Kumbuka Tanzania ni moja kati ya maeneo ambayo tunasema kwamba hata duniani, ulimwenguni, wanakuwa wanakuambia hata wageni mbalimbali wanaokuja kwamba ni sehemu ambapo ile treatment yake, yani utamaduni tu wa Tanzania, namna ambavyo Tanzania ukarimu wao unavyokuwa, ni kama vile unavutia pia watu wengi kuwa wanakuja. Kwa hiyo inawezekana hata hao watu wengine ambao watakuja wanaweza wakatoka na hiyo experience wakaenda kuishare kwingine na ikaleta kitu cha tofauti. Kwa hiyo tunachoweza kusema ni kwamba Simba kufika kwenye hatua hii si tu kama imeheshimisha taifa kwenye upande wa soka, lakini pia inasaidia pia kupiga hatua ya maendeleo katika nyanja nyingine pia za kitaifa. Kwa hiyo unaelewa kwa nini pengine mama au Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan ameamua kuweka kiwango hicho cha fedha, kwa sababu ni stage kubwa, lakini pia faida ambazo zinaweza zikaja pia na hiki ambacho amekifanya klabu ya soka Simba ni kikubwa pia vile vile katika taifa kwa ujumla. Kwa hiyo nadhani hiyo ni tafsiri ya haraka kwamba kila ambacho kimefanyika thamani yake imeonekana, na Simba ni moja kati ya vitu ambavyo tunavitazama kama treasure, unajua kwa maana kama tunu ya taifa hivi sasa, kutokana na kila ambacho wamekifanya, na tunatamani kuona ikiwa inafanyika zaidi na zaidi na zaidi, na watu wasione labda pengine hii kwa sababu tu ni Simba. Kumbuka hata wakati Young Africans wanatoka kwenye kombe la shirikisho, wanafika mpaka hatua ya finali, kuna madau ambayo yalikuwa yanawekwa na yakawa yanaongezwa kadri ambavyo timu ilikuwa inaendelea kusogea mbele. So mimi nadhani kwamba inaonyesha tu kwamba serikali pia jicho lake lipo kwenye michezo na wanatambua kile ambacho kinafanywa na klabu ya soka.